Ujambo na karibu, langu jina ni Masikini Msomi. Kila safari kubwa huanza kwa hatua moja ndogo. Kwa Laban Ouko, hatua hiyo haikuanzia kwenye ofisi za mamlaka bali ndani ya darasa akiwafundisha wanafunzi. Wakati huo ni wachache ambao wangeamini kuwa mwalimu huyo mtulivu angekuja kuwa mmoja wa viongozi wanaosimamia maslahi ya walimu nchini kupitia tume ya kuajiri walimu TSC, wakiwemo hata wakuu wa shule. Kupanda kwake hakukutokana na bahati wala upendeleo. Kulijengwa kupitia utetezi wa haki za walimu. Wakati wa mafunzo ya simase yaliyofanyika Kenyenya, Ouko alifanya jambo ambalo si wengi huthubutu kulifanya. Alisimama na kuzungumza kwa niaba ya walimu wenzake waliokuwa hawana sauti. Alitetea maslahi yao kwa ujasiri na bila kuyumbishwa. Ni katika tukio hilo la kawaida ndipo mbegu ya uongozi wake ulipoanza kuonekana. Wenzake walitambua kama zaidi ya mwalimu. Waliona ndani yake kiongozi mwenye ujasiri wa kusimama pale ambapo wengine walinyamaza. Hivyo wakampa jukumu la kuwa mwenyekiti wa Kupeti County ya Kisii. Tangu wakati huo safari yake imekuwa ya kupanda na kushuka, ikikumbwa na changamoto nyingi, lakini daima akisonga mbele kwa misingi ya imani na udhabiti. Hadithi yake ni ushahidi hai wa ukweli kwamba si mahali unapoanzia panapoamua hatima yako, bali namna unavyoinuka. Mwanzo wa kawaida si mwisho wa ndoto, ni sura ya kwanza tu ya simulizi ya mafanikio. Zaidi ya yote, Laban Ouko ameonyesha sifa adimu na ya kupigiwa mfano katika uongozi. Ujasiri wa kusimamia kile anachoamini. Ni mtu anayesimama imara kwenye misimamo yake bila kuyumbishwa na mawimbi ya umaarufu au shinikizo la wakati. Katika enzi ambayo wengi hubadilisha misimamo ili kuwafurahisha watu, huko ni ukumbusho kwamba uongozi wa kweli haupimwi kwa makofi ya umma bali kwa utayari wa kusimama peke yake pale alipobidi. Kutoka darasani hadi kwenye korido za ushawishi wa kitaifa, hii si hadithi ya kupanda ngazi za kazi pekee bali ni somo la uongozi unaozingatia misingi na maadili. Kulingana na miaka yote ambayo amekuwa akihudumia walimu, Ouko amekuwa ni mtu mwenye utu, mtu asiyeyumbishwa na upepo wa kipupwe, mtu ambaye amekuwa amesimama kitete kuhakikisha ya kwamba anashughulikia maslahi ya walimu wote kwa usawa bila ubaguzi. Ni hayo tu kwa sasa ambayo nimekuandalia. Langu jina lasalia kwa Masikini Msomi, na siku zote nakuambia ya kwamba bora kitabaki kuwa bora, na Laban Ouko amebaki kuwa mtu bora na amekuwa kielelezo ambacho kila mtu atakuwa naiga kwa maisha yake, haswa kwa walimu ambao wanaokuwa. Kwa wale ambao wamekuwa wakimwona hivi hivi, nimekuambia kwamba kesho ya mtu anayejua ni Mwenyezi Mungu, na liandikwalo ndilo liwalo. Hakuna mtu ambaye anaweza kubadilisha mkondo ambao umeamuliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu akujalie na wewe ufuate nyoyo zake na uwe kama yeye.